بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 4 mwezi wa Ramadhan mwaka 1446 katika darsa ya tafsiri ya Imam Saudi rahimahullah ta'ala, tuendelea na tafsiri ya juzu amma, na tulikuwa tumesimamia katika suratu at-Takwir aya ya 15. kama kawaida nitaeleza tarjama ya hizi aya kama ilivyo katika msahafu wa tarjama, kisha insha Allah taala tuingie katika kuzieleza hizi aya. يقول الله سبحانه وتعالى: فلا أقسم بالخنس، basi naapa kwa nyota zinazorejea nyuma. Aljawari alkunnas, zinazokwenda kisha zikajificha. Wallayli idha as'as, na naapa kwa usiku unapoingia. Wasubhi idha tanaffas, na naapa kwa asubuhi inapopambazuka. Innahu laqawlu rasulin karim, kwa hakika hii Qur'an ni kauli aliyekuja nayo mjumbe mtukufu. Dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin, mwenye nguvu, mwenye cheo cha heshima kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mwenye arsh. Muta'in thumma amin, anayetiiwa kisha muaminifu. Wama sahibukum bimajnun, na mwenzenu si mwenda wazimu. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, na hakika yeye alimuona Jibril katika upeo wa macho ulio safi. Wama huwa 'ala al-ghaibi bidhanin, wala yeye si bakhili wa mambo ya ghaib. Wama huwa biqawli shaytanir rajim, wala hii si qawli ya shaytan aliyefukuzwa. Fa aina tadhhabun, basi mnakwenda wapi? In huwa illa dhikrun lil'alamin, haikuwa hii Qur'an ila ni ukumbusho kwa walimwengu wote. Liman shaa minkum an yastaqim, kwa yule miongoni mwenu anayetaka kushika njia. Wama tashauna illa an yashaa Allahu rabbul alamin, wala nyinyi hamtataka isipokuwa atake Allah subhanahu wa ta'ala, mola wa walimwengu wote. katika المختصر في تفسير القرآن وكيو فسيري hizi aya kuanzia aya 15, fala uqsimu bil khunnas. قالوا أقسم الله بالنجوم الخفية قبل بزوغها في الليل. الله سبحانه وتعالى katika hii aya ameapa kwa nyota ambazo zimefichika, bimaana mchana hazionekani, kabla ya kuingia usiku. Aljawari alkunnas ay aljariyat fi aflakiha التي تغيب عند بزوغ الصبح مثل الضباء تدخل كناسها أي بيتها. nyota zinazotembea katika sayari zake, zile nyota zinazotembea katika njia zake ambazo hujificha na kupotea asubuhi inapopambauka. Mfano wake ni kama mfano wa mburukenge, huingia katika shimo lake na nyumba yake. Wallayli idha as'as ay uqsimu bi awwali al-layli idha aqbala, na apa kwa mwanzo wa usiku, ule usiku unapoingia. Wa bi akhirihi idha adbara, na kwa mwisho wake
unapoondoka usiku. والصبح إذا تنفس أي وأقسم بالصبح إذا بزغ نوره. أنا أبك وأصبوي inapodhihiri nuru yake. innahu laqawlu rasulin karim, ay innal qur'ana. Kwa hivyo hivi viapo vyote alivyoapa Allah subhanahu wa ta'ala, hapa ndiyo kwenye malengo. Na Allah subhanahu wa ta'ala hahitaji yeye kuapa ili lile analolisema lionekane ni kweli, hana haja ya kuapa. Lakini hivi viapo anavyoapa ni kwa maslahi ya waja wake, kwa sababu waja wake wakiona vile viapo ndio zaidi wao katika kuamini na kuyafuata na kuyasikiliza yale yanayosemwa. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameapa viapo vyote hivi, kisha akasema innahu laqawlu rasulin karim, ay innal qur'ana المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكلام الله بلغه ملك أمين وهو جبريل عليه السلام. وهي قرآن aliyoteremshiwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hakika ni maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala yaliyofikishwa na malaika muaminifu, naye ni Jibril alayhi salam. I'tamanahu Allahu alayhi, Allah subhanahu wa ta'ala amempa hii amana Jibril aifikishe. Dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin, huyo malaika Jibril sahibu quwwa, ni mwenye nguvu. Dhi manzilatin 'azimatin 'inda rabbil 'arshi subhanahu, aliyena cheo kikubwa mno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ana nguvu, na katika nguvu zake Jibril aliamrishwa kupenduza ardhi ya qaum Lut, na ile ardhi akaipenduza mara moja. Faja'alna 'aliyaha safilaha, kama vile wewe waweza kushika kitu kidogo hivi ukakigeuza hivi, Jibril akageuza ardhi ya qaum Lut akawaangamiza kwa mara moja. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam akimweleza Jibril na alivyomuona katika lile umbile aliloumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, qala lahu 600 janah, ana mbawa 600. Katika zile mbawa 600 amefungua tu mbawa 2, wasadda al-ufuq, akafunika baina ya mashariki na magharibi. Yani ule ukubwa wa Jibril alayhi salam na zile nguvu alizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, sahibu quwwa. Tena katika sifa zake Jibril, muta'in thumma amin, ay yuti'uhu ahlu as-samaa, yeye ndiye kiongozi wa malaika anayetiiwa na malaika wote. Mu'tamanun ala ma yuballighuhu min alwahy, anayaminiwa kwa kile anachokifikisha katika wahy, muaminifu kabisa. Thumma amin, wama sahibukum bimajnun. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala sema thumma amin. Kuna kundi katika makundi ya mashia waitakidi kuwa utume ulikuwa pewe nani? Ali ibn Abi Talib. Wakasema khana al-amin, amefanya khiana muaminifu ambaye ni Jibril, badala ya kuupeleka ule utume kwa Ali ibn Abi Talib akaupeleka kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakati Allah subhanahu wa ta'ala sema thumma amin, amsifu katika kitabu chake kwa ule uaminifu. Kuna watu huku ambao wajinasibisha na Uislamu wanaomnasibishia khiana Jibril alayhi salatu wassalam. Wallahi Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu arda, lau kama hakumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asingelipata utukufu wa aina yote. Na ukitaka kujua hilo, mtizame Abu Lahab, ni ammi yake tu Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini Allah subhanahu wa ta'ala sema tabbat yada abi lahab wa tab,
ma aghna anhu malu wa ma kasab. Utukufu waliopata masahaba ni kwa kumfuata nani? Kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yoyote ambaye alimkhalifu Allah subhanahu wa ta'ala alimwangamiza. Wama sahibukum bimajnun. Baada ya kumsifu yule malaika aliteremsha huu wahi, sasa amsifu yule aliyepokea wahi ambaye ni mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yote haya kuonyesha utukufu wa Qur'an, kuwa katika malaika mbora kabisa ndiye aliteremka naye, na katika wanadamu aliyembora kabisa ndiye aliyepokea hii Qur'an. Wama sahibukum bimajnun, ay wama Muhammadun sallallahu alayhi wasallam almulazim lakum alladhi ta'rifuna aqlahu wa amanatahu wa sidqahu bimajnun kama tad'un buhtanan. Wala hakuwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam ambaye amelazimiana na nyinyi siku zote mpaka kama wama sahibukum, mwamjua akili yake vizuri, mwaijua amana yake na ukweli wake. Muhammad sallallahu alaihi wasallam si mwenda wazimu kama mnavodai kwa kuzua uongo, na hii ni sunna ya wanadamu, ndivyo walivyo, ndio njia yao katika kuwapinga mitume wa Allah alayhi wassalatu wassalam. Utawakuta wakiwapagaza mitume wao sifa kama hizi. Kadhalika ma ata alladhina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun au majnun. Hivi ndivyo mitume wa Allah wanapokuja, imma ataitwa sahir, ni mchawi, au majnun, au ni mwenda wazimu. Na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu muujiza wake ulikuwa ni Qur'an, na wakati ule walikuwa Waarabu wamefika upeo katika ufasaha kwenye lugha, na walikuwa wakienzi sana lugha yao, kiasi cha kuwa walikuwa wale washairi wanaotunga mashairi yanaowafurahisha zaidi wakiangika kwenye al-Kaaba. Ukasikia haya mashairi katika al-muallaqat yaangikwa kwenye al-Kaaba, kuonyesha namna walivyokuwa wakienzi lugha yao. Kisha akatokea mtume wa Allah alayhi salatu wassalam, akapewa maneno ambayo wameshindwa fusahaul arab kutoa mfano wake. Mimi nashangaa kuna watu leo eti wazungumza kuna makosa ya kilugha katika Qur'an. Wewe wafikiria Abu Jahal angenyamaza? Wakati ule wangejua kuna makosa ya kilugha katika Qur'an, kina Abu Lahab wangenyamaza? Wale walikuwa ni arabul aqhah, wale Waarabu wenyewe. Wacha mpaka usome balagha, usome nahwu, usome sarf, usome nini, mpaka uje uijue hiyo lugha wewe miaka. Kuna watu wakulia na hiyo lugha, na hakuna hata mmoja aliyethubutu akasema kuwa pahali fulani katika Qur'an kuna makosa ya lugha. Uje wewe mtu wa kutumia kompyuta, wewe mwenyewe wataka kompyuta ndio ujue iko ama hakuna hii, kisha wazungumza, hujionee huruma bwana. Na ndio maana usema kwa ukimsikia mtu yote akwambia kuna makosa ya lugha katika Qur'an, mwanzo mkumbuke Abu Jahal. Huyo onyesha katika vitukuu vyake, ikiwa babu yake alishindwa kule nyuma. So, mimi namtaja Abu Jahal kwa sababu hakuna mtu alikuwa akipigia vita hii dini alipotumilizwa Mtume Muhammad sallam kama Abu Jahal. Yeye ndo alikuwa akabira mujrimiha katika watu wa Makka, alikuwa ndio ras, ndio kichwa katika wale wapinzani wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivi muona kungelikuwa na makosa katika Qur'an ungenyamaza wale? Aje leo tena basi pengine anayetoa makosa yao ni mzungu, si Mwarabu, au mamishonari na nani wale wanaofanya ile dawa yao ya kikafiri, eti ndio huyo yuwakaa yuwataka kukosoa. Baba wewe, taratibu. Waarabu walishindwa, na wao walikuwa ni Waarabu wa kikweli. Wacha wa leo hinna na nahna, wachana na hawa leo. Hasa itakuja hoa huku hasa sukumo, maana yake msukume, ndio cha kwetu hapa.
mtu atakumwambia msukume huyo, kile Kiarabu fusha pia kijua kwamba sukumo, msukume. Kiarabu hapa kuna kazi kweli kweli, namna kilivyoharibika kile Kiarabu fusha sasa hivi hakijulikani tena. Alafu juu yake mtu atakuikosoa Qur'an. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala sema wama sahibukum bimajnun, mwamjua nyinyi Muhammad, mwaijua akili yake, mwaujua uaminifu wake, mwajua tabia zake, si mwenda wazimu. Na nyinyi mwajua kuwa si mwenda wazimu, ili jambo mwalijua. Lakini pia wakasema sha'irun majnun. Sha'irun majnun, wewe ushamwona mshairi mwenda wazimu kisha zungumze maneno kama haya? Yani ni mshairi, hawakutosheka kusema ni mshairi, wakasema na tena mwenda wazimu. Mshairi mwenda wazimu wasema maneno haya? Lakini zote hizi zilikuwa ni tuhma ili wawafukuze watu wasimsikilize na kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hivi ndivyo ilivyo mpaka leo. Watu wa batil wallahi watakutupia kila tuhma, hakujui pengine, lakini atakwambia maneno wewe utashangaa. Wallahu almusta'an. wama sahibukum bimajnun walaqad ra'ahu bilufuqil mubin. أي ولقد رأى صاحبكم جبريل على صورته التي خلق عليها بأفق السماء الواضح. na mwenzenu huyo, yani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alimuona Jibril kwa macho yake katika pembezoni mwa mbingu, yani katika horizon. Na sehemu hiyo ndio ukiona kitu chochote utakiona kiko wazi kabisa, hakifichiki na wewe, kama vile jua linavyotoka. Akamuona Jibril katika lile umbile aliloumbwa nalo na Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona Jibril katika lile umbile ambalo Allah amemuumba mara mbili peke yake, amemuona hivyo mara mbili. Kinyume na hivyo alikuwa wakati mwingine akishuka katika sura ya Dihya, katika sura ya binadamu. Lakini Jibril katika maumbile yake aliumbwa nao na Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallam amemuona mara mbili alayhi salatu wassalam. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala sema wama huwa ala alghaibi bidhanin. Mimi nataka nirudi tena hapa kwenye tarjama ya Kiswahili niwasomee hii tarjama, kisha ndio nitawaeleza tafsiri. Na hili mara nyingi hufanya ili kuwaonyesha kuwa ukisoma tarjama bila ya kurudi kwenye tafsiri utakosea sana katika kuelewa aya. Wama huwa ala alghaibi bidhanin, Kiswahili wasema wala yeye si bakhili wa mambo ya ghaibu. Sasa kuna makhurafi wasoma hii Kiswahili kisha kwambia siona hii aya yaonyesha kuwa mtume yajua ghaibu, si umeelewa? Kwa sababu kumbe ansoma Kiswahili, hajasoma tafsiri, ansoma direct translation. Kama utumie Google ukaeka Kiarabu kisha utaka Kiswahili chake, utaletewa Kiswahili cha balaa hicho. Siku moja niko haram, naona kiti cha haram nyuma kinaandikwa stop haram. Mnajua nini stop? Waqf lilharam. Wallahi naona na macho yangu, nikaipigia picha, nafikiri ninayo kwenye simu yangu. Stop haram. Na ni kweli ukiangalia maana waqf, wuquf ni stop, simama, sio? Sasa hawa makhurafi ndio waandika hivi, waangalie hivi stop haram. Unaona hapa inaandikwa stop haram. Wacha ubuta. Tafsiri ni kitu kingine na tarjama ni kitu kingine. Asa sikiliza tafsiri ya hii aya nini? Nasema haya kwa sababu nishasikia makhurafi wakisema hivyo, kwa hii aya ni dalili ya kwa Mtume sallam ajua ghaib, si bakhili wa kuwa wa ghaib. Lakini ukweli wa mambo, tafsiri ya hii aya ni walaysa sahibukum bibakhilin alaykum, wala mwenzenu huyo si bakhili juu yenu. Yabkhalu an yuballighakum ma umira bitablighihi ilaykum, hafanyi ubakhili wa kuzuia kile alichoamrishwa na Allah
kuwafikishieni nyinyi. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ateremshiwa wahi, na wahi ni ilmu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akafikisha ile ilmu, hakuizuia. Ndio maana hii aya, ule wahi alioteremshiwa akaufikisha kwenu nyinyi. Wala ya'khudhu ajran kama ya'khudhuhu al-kahana, na wala hachukui ujira kwenu nyinyi kwa kufikisha ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala kama wanavyochukua makuhani. So makuhani wale walikuwa wakiulizwa kitu kilichopotea, atumia shetani, amwambia kiko mahali fulani, lipa bwana, nitakwambia kiko wapi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ateremshwa wahi na Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa Jibril, hazuii chochote katika wahi anaoteremshiwa kuwafikishia umma wake. Hana ubakhili katika kufikisha ilmu, aifikisha kikamilifu. Wala sio maana yake kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ajua ghaib. Na hii shida ya kusoma nini tarjama ukawacha kusoma tafsiri. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wama huwa biqawli shaytanir rajim, ay walaysa hadha alquran min kalami shaytanin matrud min rahmatillah, wala haikuwa hii Qur'an ni maneno ya shaytan aliyefukuzwa katika rehema za Allah. Subhanallah, ukiitizama Qur'an hakuna sehemu ambayo Allah ameamrisha amri akatokea mtu mwenye akili akasema hii amri ingelikuwa imeharamishwa, au akaharamisha jambo akatokea mwenye akili akasema afadhali ingelikuwa halali. Kisha mtu aje anasibisha maneno haya na shetani. Shetani kwenda kuamrisha khairi, kuamrisha kuswali, akuamrisha kufunga, kutoa zaka, akuamrisha kila tabia njema. Kwa akili gani mwasema maneno? Yani kivipi ya maneno ni ya shetani aliyefukuzwa na kuwekwa mbali na rehema za Allah subhanahu wa ta'ala? Ushamwona mtu akikaa akisema Allah amesema innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shetani huyo, shetani asema kulewa, kucheza kamari, masanamu, hii ni katika uchafu wa shetani, najis. Kisha aeleze hatari ya shetani, inma yuridu ash-shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha fi al-khamri wal-maisir wa yasuddakum an dhikrillah wa 'ani as-salah fahal antum muntahun. Shetani asema maneno haya. Wewe ushamuona mwenye akili timamu aone kumeharamishwa ulevi kisha yeye aseme ni halali? Nasema mwenye akili, na kariri hili kwa sababu wako wasokuwa na akili wakasema mimi naona pombe watu wafaa wanwe. Wewe ushamuona mtu akilewa akitembea barabarani akijikojolea? Wangapi? Kuna mmoja mwalimu wa shule alikuwa aelewa kweli kweli, kisha iwakojoa barabarani, afanya haja kubwa, basi wanafunzi wamuona yule, kisha siku ya pili waje kusomesha. Jamaa walikuwa wakimchokoza sana. Sasa angalia vile alivyojidhalilisha kwa kutumia nini? Pombe. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala alipoiharamisha na hikma kubwa ndani yake, akasema hii ni haramu. Na wenye akili wote wakasema hii sawa sawa kuwa haramu. Manake ukinwa hii watembea wewe una mashimo watu wengine hawayaoni, wewe waruka hapa waruka pale, mara una kama ungota shimo hivyo anguka mwenyewe, kumbe si shimo, pale pako sawa tu. Lakini kwa kuwa amelewa kile kichwa chake akioni vizuri, nani atasema hiki kitu chafaa kuwa halali? Na huu nakupa ni mfano mmoja, inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Kila kilichoelekezwa katika Qur'an kimenyoka. Al-Imam Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahimahullah katika kitabu chake Adwa'ul Bayan tafsir alieleza hii aya takriban kwa mujallad mzima, inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Pale ndani akaeleza mambo mengi sana kuonyesha kuwa Qur'ani hii kila kilichokuwa ndani yake, kila kilichoamrishwa ni jambo ambalo limenyooka kabisa. Qala subhanahu wa ta'ala,
وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون أي فأي طريق تسلكونها لإنكار أنه من الله بعد هذه الحجج njia gani mnaoifuata nyinyi ili kuikanusha hii Qur'ani kuwa yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya hoja zote hizi mwenda wapi hoja zote hizi mmewaikia wazi mwenda wapi ili kusema hii Qur'an si maneno ya Allah muna hoja gani fa aina tadhhabun in huwa illa dhikrun lil alamin ay laysa al Qur'an illa tadhkiran wa maw'izatan lil jinni wal ins haikuwa hii Qur'an isipokuwa ni ukumbusho ni mawaidha kwa majini na watu lil alamin liman shaa minkum an yastaqim أي لمن شاء منكم أن يستقيم على طريق الحق ويولي أنا يتاكا كتير نيني أسمامي كتكنجية يا حقي بس يفواتي القرآن أنا يتاكا كسمامة كتكمسمامة كسوساو يفواتي القرآن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين أي وما تشاءون استقامة ولا غيرها إلا أن يشاء الله ذلك na wala hamtataka kusimama katika njia ya sawa au hamtataka chochote kile isipokuwa atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala ndio kitakuwa rabbul khalaiq kulliha mulamlezi wa viumbe vyote na hapa tupata faida mashiatul abdi tabi'atun li mashiatillah matakwa ya mja yafuata matakwa yake Allah subhanahu wa ta'ala Allah akitaka basi itakuwa lakini mja aweza kutaka jambo lisiwe mpaka atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala peke yake subhanahu wa ta'ala hii ilikuwa ni al-mukhtasar fi tafsir al-Qur'an na insha Allah ta'ala katika kikao cha kesho tutasoma tafsiri al-Imam as-Sa'di rahimahullah asemaje katika kufasiri hizi aya na yeye ametaja faida nyingi sana rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a kwa kama ilivyo kawaida huwa tuenda hivyo soma tarjama kisha al-mukhtasar ili tuelewe kwa ujumla ile tafsir kisha baada ya hapo ndo tusoma tafsiri al-Imam Sa'di rahimahullah ta'ala نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك